Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Upendwa, na ukumbuka ule muujiza wa Ekaristi. Natumai nanyi pia mnaukumbuka, ambao ulitokea kipindi cha Mtakatifu Antoni wa Padua. Kipindi kile kulikuwa na bwana mmoja mpagani ambaye hakupenda kusikia mambo ya sakramenti wala kuyaamini kabisa. Hakuamini kwamba kuna sakramenti yoyote wala nguvu iliyopo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Yeye hakuiamini kabisa. Na siku moja amekuja mbele ya Mtakatifu Antoni wa Padua kuanzisha mabishano kuhusu sakramenti, na hasa sakramenti ya Ekaristi takatifu. Baada ya mabishano ya muda mrefu na majadiliano marefu, ikashindikana kumshawishi huyu bwana kuwa Yesu yupo katika Ekaristi takatifu, Mungu mzima na hai. Kwa hivyo wakaamua tufanye kitu kimoja. Yule bwana mpagani alikuwa na punda wake. Basi Antoni akamwambia, huyu punda wako usimpe chakula kwa siku 3 wala maji, awe na njaa na kiu ya siku 3. Halafu siku ya 3 tutafanya kitu ambacho tutajua kwamba Ekaristi takatifu ni Mungu au sio Mungu. Basi siku ya 3 yule punda akaletwa mbele ya Mtakatifu Antoni na yule bwana mpagani, lakini pia na watu wengine wa mji ule wakaja kushuhudia jambo hilo. Upande mmoja mbele ya yule punda kulikuwa na maji na majani, na upande mwingine Antoni wa Padua mtakatifu alishika monstransio yenye Ekaristi takatifu. Wengi tunajua kwamba pengine punda huyu angeenda kwenye chakula, kwenye majani na kwenye maji, lakini haikuwa hivyo. Punda huyu kwa mshangao wa wengi alipiga magoti kumwelekea Yesu wa Ekaristi. Wapendwa, tarehe 22 ya mwezi huu wa 6 tunaadhimisha ile sikukuu kubwa sana ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye Yesu mzima huyu ambaye kabla ya kuteswa kwake alituachia Ekaristi ili iendelee kukaa nasi na tuendelee kumsifu na kumtukuza yeye katika Ekaristi takatifu. Kwa kuwa ni mwaka ambao tunafanya jubilei kuu, tumeona sisi kama wanaparokia wa parokia za Kifransisko Kikoventuali, parokia ya Mtakatifu Clara Mongolandege, parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, parokia ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi, parokia ya Mtakatifu Faustina Kifuru, pamoja na parokia teule ya Kisukuru pamoja na ya Kingazi, kufanya jambo hili kubwa la kumheshimu na kumtukuza Yesu wa Ekaristi kwa pamoja. Tutafanya katika viwanja vya Kecha, ukiwa unaelekea Kinyerezi upande wa kushoto wa barabara. Lengo kubwa la kufanya hivi si kingine bali ni kuendelea kumsifu huyu Yesu. Kama punda aliacha chakula, akaacha na maji, akapigia magoti Ekaristi takatifu, je, sisi si zaidi ya punda ambao tuna akili na utashi wa kuweza kupiga magoti kwa Yesu wa Ekaristi tukimsifu na kumwabudu? Ninawaalika waamini wote wa parokia hizi zote kuhudhuria kwa wingi katika tukio hilo kubwa katika ukanda wetu huu. Tunataka tufanye hivyo pia kukuza na kuonyesha imani yetu, kuinjilisha imani yetu kwa Yesu wa Ekaristi takatifu. Watu wafahamu kwamba sisi tunamwabudu Mungu wa Ekaristi takatifu ambaye yu nasi daima. Tunatembea na Mungu wetu katika maisha yetu. Misa hii itaanza saa 3 kamili katika viwanja hivyo, na kama hitimisho la misa ni maandamano yale ya Ekaristi ambayo tunafanya kila mwaka, na kila waumini na kuhani wao wataongozana kuelekea katika parokia zao
ili kwenda kukamilishia maadhimisho haya makubwa katika parokia zao. Tukio hili la kumsifu Yesu wa Ekaristi Takatifu, mimi mwenyewe nitakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa tukio hili, na maparoko wenzangu watakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Waamini wetu ambao tumepewa na Mungu kuongoza, tuunge mkono, mje kwa pamoja tuionyeshe imani yetu kwa Yesu Kristo wa Ekaristi, na hili itakuwa ni kukuza imani ya waamini wote. Wapendwa, natumai ya kuwa tutashirikiana kwa pamoja kujenga mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ewe hujaji wa matumaini, baada ya kusikia mazuri hayo yote ambayo yameandaliwa kuelekea siku hii ya Ekaristi Takatifu, tunakukaribisha ili tutembee kwa pamoja na Yesu huyu wa Ekaristi. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Fransiskani wa Konventuali, wamekwisha kutuandalia hili. Parokia ya Kinyerezi, Mongolandege, Kifuru, parokia teule Kisukuru, lakini parokia teule kule Kingazi na vigango vyake vyote. Twende tukatembee na Kristo, twende tukamtangaze Kristo. Ukiwa umependeza na skafu yako, ukiwa una imani, ukiamini kabisa Kristo huyu ambaye amekuja kwetu katika familia zetu, basi anakuja kufanya vitu vya kitofauti kabisa. Mimi nitakuwepo. Kwa niaba ya wanakamati wote wa sherehe hii ya Ekaristi Takatifu, tarehe 22 ni siku yetu. Njoo tutembee kwa pamoja, njoo tuongee na Yesu Ekaristi, njoo tumfurahie Yesu wa Ekaristi ambaye amekuja katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 mahujaji wa matumaini. Wapendwa, tunafahamu wa Kristo dunia nzima tuko katika mwaka wa jubilei kuu ya miaka 2025 ya imani yetu, na sasa tunaielekea sherehe kubwa kabisa ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo itakayokuwa Dominika ya tarehe 22 mwezi wa 6. Waamini wa parokia za Segerea, Kinyerezi, Kifuru, Mongolandege pamoja na parokia teule za Kingazi, Manabii na Kisukuru tutafanya adhimisho la pamoja, adhimisho kubwa kabisa la sherehe hiyo itakayofanyika Kinyerezi katika viwanja vya Kecha, na baadaye maandamano kuelekea katika parokia zetu. Tunawakaribisha wote tushiriki pamoja katika kumtembeza Kristo katika mitaa yetu ili tupokee baraka zake, hasa katika mwaka huu wa jubilei ambao tunafanya sherehe kubwa ya miaka 2025 ya imani yetu. Tumejipanga vizuri, tutakuwa tumevaa mavazi yetu meupe, tumeweka na skafu zetu za njano kama hii nilio nayo mimi, na tutakuwa pia na vitu vingine ambavyo vinatutambulisha kama Wakristo wa Katoliki na katika sherehe hii kubwa. Kwa tunawaomba waamini wote wa parokia hizi tushiriki katika kununua skafu hizo ambazo zitauzwa kwa bei rahisi, pamoja na vijitabu ambavyo vitatuongoza katika maadhimisho hayo. Tunaponunua, hatununui kwa kutoa fedha ili tupate thamani, lakini tunachangia shughuli yenyewe na gharama zake. Ukinunua skafu au kitabu, unakuwa umechangia kiti ulichokalia, umechangia hema, umechangia huduma ya afya itakayokuwepo na mambo mengine yote ambayo ni gharama kwa ajili ya adhimisho hili. Kwa hiyo tunawahamasisha wote mshiriki katika kununua sakramenti hivyo, kuwezesha shughuli hiyo, lakini kujipanga vizuri ili kushiriki maadhimisho hayo. Tujipange kiroho, tujiandae kwa sakramenti ya kitubio pamoja na maandalizi stahiki ya kiroho ili tuweze kushiriki vizuri adhimisho hilo ambalo ni kubwa katika imani yetu. Karibuni sana nyote Kecha ili tushiriki kwa pamoja kuonyesha ukuu wa Ekaristi katika kanisa letu kwa maadhimisho makubwa kabisa tutakayofanya siku hiyo kwa pamoja. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo.